Hapa tuko na mzee wetu huyu Komanda Jonasi wa MPLC bar FPLC ndo anaongoza hii kikosi hapa, ambayo kwa sasa hivi tunaanza lunguza kabisa manyumba ya Bishambuke. Sawa, kaya hapo kabisa yote inalunguzwa. Naam, mambo vipi wadau wetu wa Global Vibe TV? Tumaini langu ni kwamba ni mzima wa afya kabisa, unazidi kutufuata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Kivu ya Kusini. Iwapo kama wewe ni mdau wetu unayezidi kutufuata na kutembelea channel hii, upate kukaa mkao kule ili upate kusikia na kujua habari za nchi ambazo zinavyoendelea, hususan katika upande wa jimbo la Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa ni katika kijiji cha Misisi pamoja na kijiji cha Lulimba ambako ni mpakani mwa Misisi na Lulimba, ambako mapambano makali yaliripotiwa tarehe 24 za mwezi huu wa 10 mwaka 2025 katika maeneo ya huko Misisi kando mwake, ambako wanaita maeneo ya Kilombo, ambako wameweza kupambana mapambano makali baina ya jeshi la wazalendo la FABB ambalo ni Bilozi Bishambuke linaloongozwa na Generali Ngoma Nzito anayepatikana katika maeneo ya Rugezi akipambana na adui wa waasi wa M23. Kikundi chake hicho ambacho kilikuwa kimeweka kamba katika maeneo haya ya Kamkoba, ambako ni maeneo ambayo yanapatikana Lulimba na Misisi, ambako walikuwa wameweka kamba kwa ajili ya kuweza kutoza watu tozo ya pesa 1000 wanapopita. Lakini walipoungana na ndugu zao wazalendo ambao ni makundi mengine ambayo yanayopambania kwa ajili ya kuweza kutetelea udongo wao ili usipate kunyanganywa na waasi wa M23, wakapatana kwa ya kwamba pasiwepo na mzalendo yoyote kuweza kuweka kamba kwa ajili ya tozo kwa raia wanaopita kwa mguu au wanaopita kwa pikipiki wala gari. Lakini kwa upande wa wanajeshi wa Bilozi Bishambuke ambao ni wazalendo wanaoongozwa na Generali Ngoma Nzito, wao hawakusikia wala kuelewana na ndugu zao. Wao wakaweka kamba na kuweza kuanzisha tozo tena kwa wakaaji wanaopatikana maeneo hayo, hususan wasafiri wanaotoka maeneo ya Baraka pamoja na Lulimba ili wapate kujielekeza Misisi. Waliweka tena hiyo kamba kwa ajili ya tozo. Ndipo ndugu zao wa Ancien Combattant ambao wanajiunga kwa jeshi la CNPSC linaloongozwa na Generali Amuri William Yakutumba ambaye ni msimamizi wa wazalendo wa jeshi wa kundi la CNPSC, ndipo waliweza kufika na kuweza kuambia ndugu zao kwamba wapate kuondoa kamba hizo ili watu wapate kupita kwa amani. Wameshika silaha kwa sababu ya kuwalinda na kuwachunga wao pamoja na mali zao, sio kwa kukamata silaha kwa ajili ya kuweza kuwanyang'anya pesa zao au ndugu zao. Ndicho ambacho generali huyo aitwaye kwa jina la Chinja huwa alikwenda kukiongea, na hapo ndipo vita ilipoanza katika maeneo hayo ya Kilombo, ambako vita vilianza mnamo saa 4 za mchana hadi mpaka mida ya saa 7 za mchana, ambako wameweza kupambana vilivyo vikali na na kusababisha vifo vya watu 4 kwa pande zote mbili pamoja na majeraha ambayo iko hadi mpaka sasa. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, upate kujiunga nasi mwanzo hadi mpaka mwisho uende kusikiliza kile ambacho kiongozi huyu wa wazalendo ambaye ni Chinja huwa ambaye alikuwa amesimamia katika msafara huu wa kuweza kuondoa makamba, ndicho ambacho alikwenda kukisema katika mic ambazo tutakwenda kuwekea hapa, katika sauti ambayo tutakwenda kuwekea hapa ili upate kujua kile ambacho kiliendelea zaidi, upate kusikia kwa kina. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kuangalia channel yetu ya Global Vibe TV, naomba upate kubonyeza alama subscribe, kisha utabonyeza kidude cha kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi, na pia usikose kucomment, kushare na kulike video zetu ili upate kusambazia wengine. Na kama unapatikana nje ya nchi, mpenzi mtazamaji, upate kuweka bendera ya emoji ya mahali ambako unakupatikana ili tupate kujua kwamba unatufuata ukiwa maeneo gani. Mimi ni mtangazaji wako, naitwa Jacob Daniel Pascal, naye kutangazia ndani ya Global Vibe TV. Tumsikilize kiongozi ambaye amekwenda kuongea mambo mengi kuhusiana na vita ambavyo vimeweza kupambanwa katika siku hizi mbili, siku ya 5 na siku ya 6 katika maeneo ya huko Misisi. Kwa jina naitwa Almasi de Bonke, lakini kwa jina maarufu Komanda Chinja huwa. Niko hapa ni kamanda wa vikosi. Kuhusu vita yenye mulisikia leo juu, wakati vita inapiganiwa kila mtu anakuwa na habari yake yenye ajue mwanzo ni nini na mwisho ni nini.
Vita ya asubuhi ya leo ilikuwa asubuhi, wenzetu wa FABB walichomoka, wanaenda wanavunja mabariere zao wakaacha. Wakati walifika ku bariere ya bwana Nakage, wakavunja bariere ya Nakage, wanafika ku groupe de jeunes wakavunja bariere ya groupe de jeunes, wakapiga mpaka na askari wa groupe de jeunes masasi, akakufa pale pale, wengine akakuwa blessé. Sasa ile yale haikuendeka, na yote masiku sisi tunatafuta usalama wa raia. Sasa uongozi ukatuma order kama mimi niendelee na vikosi pale, tuangalie kenye kuendelea ile kuvunja ile zile bariere. Nikatoka hapa nikaenda mpaka Lulimba. Nilivunja bariere ya kwanza ya bwana ya komanda Reni Tongwa, kamba nikabeba nikafunja yao pale Kamkoba, nikavuka Kilombo nikavunja bariere ya watu ya mzee Alexi, bakasikia bien, tukaenda mpaka ku groupe de jeunes tukavunja, tukavuka kwa Nakage tukavunja na tukafunga, puisque pale njoko kwa derangement ya mingi, tukafunga mpaka mtu wake wa bureau de bwana Kayuya, tukaanza rutungali tu tunaendelea twende Lulimba kwenye kwa maiti yole sodo wa groupe de jeunes. Usikia tena nyuma bale babwana bafa bebe tena banarudisha ile kamba pale, ili kasone mubaya, ikaonekana kama bale babwana ni baunda fujo, habapendi kutia raia na amani. Tukarudia, na wakati tuliporudia hatukufika hata kuongea, tuifika tu kubariere yabo na masasi kaanza tukaribisha masase, na mpaka vile vita iliendelea mpaka hapa jioni, na isingekuwa mvula nadhani pale hakungekuwa chochote, tungekesha pale mpaka vile tulichoma ile na raia naendelea kuishi na amani. Kwa hiyo raia mujisikie uhuru. Kamba ni derangement ya kwanza ya raia, ituna deranger raia sie wenyewe. Tunapanike raia, tunaibia raia, tulikamata silaha juu ya kuchunga raia na mali yake, lakini sisi ndio banakuwa batrakasere wa kwanza ba population ya kwetu. Hasa ile uongozi na kwenda kukataa ile, na ndio kwa maana ilitoa ordre hakuna kamba nafasi yoyote katika territoire ya Fizi na haitakuwa. Na tunawahamasisha wa ndugu zetu wa Kifulero, vita aina ya Wabembe na Wafulero. Vita iko ya wasikasira wenye wanapenda kuibia raia. Njoo kwenye kwa vita ni ya wasikasira wenye wanapenda kuibia raia. Juu ya silaha watie mabariere munjia kuvita waende, si M23 iko partout kule Ruvunge wapi. Sisi tuikalie kupora raia mali yake hapa. Hasa kwa hiyo haitakuwa na mkokote kama uko na kijana mwenyewe anashinda kubarabara kama vile bariere kutoza raia, ikiwa Mfulero ikiwa Mbembe mwenye anatia mtoto wake pale, mumshaurie toa mtoto wako mbele ya wakati. Kama si hivyo tutapiga risasi, ni kuua. Ile ni ordre, yoyote mwenye anapenda kuibia raia tutamuua. Tuko hapa kwa kusekirize raia ijisikie na amani na uhuru mwinchi yake. Raia ya kwetu haina tena uhuru, raia kutembea kidogo milfra. Hapa na Lulimba bariere 7. Eske raia ya wapi itakuwa na amani? Tulikamata silaha juu ya nini? Tulikamata silaha juu ya kukingia raia yetu. Hapa tunabakia na hesabu ya kusaga yoyote mwenye atatia bariere, kama vile tunasaga bale bavol me arme. Na hiyo njo habari yenye tuko nayo magharibi ya leo. Tafadhali sana tunawaambia kwa ukweli, mutoshe mabariere. Kama hakuna kutoa mabariere, mukinipiga mie tutalomba ramforo meme kwa Mayaya, tutalomba ramforo kwa Brown, tutalomba ramforo kwa FRDC mpaka tuhakikishe amani narudia munjia na raia najisikia iko na amani, ninatembea uhuru mukila fasi. Ile njo machache nipenda kuzungumzia mchana wa leo. Antuka mukue kalme, raia mutembee kama munajisikia, lakini yoyote mwenye atapenda kukongola raia maake pale hana bahati mwi dunia. Bariere zote zinakufa. Siri ordre ya uongozi wa juu, sio ya kwangu wala sio ya mwingine, ni ordre kutoka kule kuongozi wa juu, na tutii amri, raia jisikie huru. Lakini kiongozi aone kwamba raia itakuwa wasiwasi mkubwa wakati mabariere zote mnazitoa, na kisha uwizi itaonekana kuwa mingi kutokana na hasira ambao wataenda kumanifeste mwaito konsola Lulimba na Misisi. Ile bwizi haitakuwepo. Puisque kama bwizi ya kwanza ni kuibia raia mwenye uko naona, unamuiba macho kwa macho, unamwona, ile ni bwizi ya kwanza. Unamubeba 1000 francs. Mtu mwenye anachoka na mzigo wa makala kukichwa unamubeba 1000 francs. Ile ni bwizi ya kwanza. Na yoyote mwenye atakuwa tu mutrakaseria kuiba raia juu yeye anatoka kukongola kamba, maana yeye tutamusaga kama vile M23. Ile muijue. Bariere hazitakuwepo.
tuliacha bariere mbili mu 17 na kota Mabanga juu ya kusekirize njia, lakini haina ya kukongola pesa za mtu. Na kama tunaweza hakuna bariere zinakufa, lakini security itakuwa na mwenye atapenda kutia ukaramusi juu ya kuibia raia na sira yake, tukimujua tutamupika na tutafata hatua maana na jamaa tutamuwinda. Hapa tuko Igoma kabisa, tuko nakimbia, hatujui tutaishia wapi. Juu vitu vingali nguvu, ni Wabembe na Wabuyu, hatujui kama wapi njoko tutaenda ishi. Mtombe tu na Mungu bishia hapa bisiendelee. Na tujielekeze huko Kilembwe katika sekta ya Lulenge ambayo ni tarafa la Fizi, ambako hapo jana tarehe 25 za mwezi huu wa 10 mwaka 2025, ambako mapambano makali yameweza kuripotiwa baina ya wazalendo wa Kibembe pamoja na wazalendo wa Kibuyu ambao wameweza kuzozana vilivyo vikali katika maeneo hayo kufuatana na hali ambayo imeweza kutokea huko. Lakini katika siku ya leo, mpenzi mtazamaji, hali imeweza kuwa tulivu katika maeneo ya Kilembwe. Wameweza kuungana kwa pamoja na kuweza kusikilizana ili ya kwamba wasipate kudhuru raia. Lakini katika siku ya leo tarehe 26 za mwezi huu wa 10 mwaka 2025, vikosi hivi viwili vyote wameweza kuungana kwa pamoja na kuweza kurekebisha mambo ambayo yalitaka kuvurugika katika maeneo hayo ya Kilembwe, katika sekta ya Nganja, katika sekta ya Lulenge ndani ya tarafa la Fizi, jimboni Kivu ya Kusini, DRC. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, utakwenda kusikia kile ambacho viongozi hawa wa wazalendo wa Kibembe ambao wameweza kuungana kwa pamoja tena na wazalendo wa Kibuyu ili wapate kufunganisha njia pamoja kwa ajili ya kuzuia adui asipate kuingia katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika maeneo ya Fizi, Uvira na maeneo ya nyanja za juu ambako ni milima mirefu. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, utakwenda kusikiza kile ambacho wamekwenda kukiongea, na baadhi yao kuna wale ambao walikwenda kuongea na kusema kila kitu ambacho kimeweza kupitikana huko, na wamekuwa tena kwa pamoja ili wapate kuishi kama gisi walivyokuwa kawaida. Ndio mmoja kabisa wa Babuyu na Babembe walikutana kikao hapa, wanamaliza, wanaamua kila watu waende warudishe watu yao. Kuanzia saa hii watafute amani na raia yote irudie mwingine. Tunashukuru sana kwa viongozi wote ambao walisimama kabisa kwa hii kazi.